Pascal Wawa waambia njoni wanangu. Anakia Nicolas Jean, weka pasi nzuri kule Boko! Yes! John Raphael Boko. John Raphael Boko alifanya haya, anafanya haya. Kwa nini nasema ni gwiji? Ndani ya TPL mwanadamu pekee magoli 100. Mohamed Dewji anampigia makofi. Ukisikia jina Papa halina mtu mwingine zaidi ya John Raphael Boko. Bao zuri sana Nicolas Jean, pasi murwa sana James Samuel. Nicolas Jean alipita akafanya kile ambacho Shomari Kapombe amekuwa akikifanya mara nyingi, akanyanyua macho akapiga pasi ile upinde wa mvua. Unaweza ukasema mabeki wote wawili wakashindwa kufanyia kazi ama kudhibiti ule mpira, ukamkuta John Raphael Boko akamaliza katika nyavu mapema. Wanda Heleko anaweka kona ndefu ile, ameukuta mpira ule Ndlove na mimina nyingine tena ndani kule. Cheza Jean, achia mkwaju kule, 1-1. Mbabane Swallows ndani ya uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam wanachomoa bao. Cheza shuti kali sana Sibiniso, mlinzi ule ambaye alisogea mbele. Wako uwanjani hapa wanaendelea kushangilia. Yule ni Nzambe, yule Nguvani Nzambe, mlinzi wa kushoto. Ambalo ama jaribio ambalo wamelifanya kwa mara ya kwanza. Clatous Chama ameshaitupa katika nafasi nzuri. Oko ameshaingia ndani kule, mwamuzi anasemaje? Ni mkwaju wa penalty. Golikipa Sandanezwe Matebela anapata hasira kwelikweli na maamuzi ya referee. Simba moja, Mbabane Swallows moja. Pasima anapata penalty. Pasi ndefu, Emmanuel akaumiliki mpira. Na Sandanezwe Matebela alichokifanya ni kucheza mguu wa Emmanuel Okwi na sio mpira. Okwi aliweka mpira pembeni na golikipa yeye akacheza mguu. Dhahiri shairi anaangalia, mwamuzi anasema piga. Wow! Papa John Raphael Boko anafunga bao la pili kwa Simba, na huwa wanasema kata haipunguzi uzito wa mzigo. Hapa Boko alifunga magoli mawili, na leo ni ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa mkondo wa kwanza. Ingawa Boko bado kuna nafasi kubwa ya kuweza kuvunja kile ambacho alikifanya mwanzo. Ameshafikia rekodi yake katika mashindano ya kimataifa, ingawa ni mashindano mawili tofauti. Ameshafikia Simba sasa. Ameshaifikia hiyo rekodi, lakini na mara nyingi yeye ndo anawin mipira mingi hapa kwenye eneo la kati. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafidi. Golikipa ameshafikia MK14 anaziba macho yote. Wanasema mgagana upa huwa hali wali mkavu, na ngoma ya kwa mwenyekiti huwa haina ukomo wa muda. Mamba MK14 anatumia makosa ama blanda ya golikipa Sandanezwe Matebela na kumruhusu afunge goli kutoka nafasi ya Dewji Macrae. Back pass ya Dewji Macrae kwenye eneo la kati ukafika vizuri kabisa kwa Sanda Masabera, akaleta mbwembwe na pichi kampokea baada ya kuanguka. Kilichofuata kutoka kwa Medi Kagere, mchezaji wa zamani wa Gor Mahia Kenya na APR ama Apere ya kule Rwanda, anamaliza kama ananawa hivi, na kwa safari hii sio jicho moja, ni macho yote mawili kwamba sioni. HD Hassan Dilunga anapiga pasi, HD Triple C Chama. Hello, kuna mtu anateseka,
Triple C, Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, majeraha, anaibusu jezi ya Simba. Models, wachezaji wa Simba akiwa na kaimu rais wa zamani Try Again Salim Abdallah wanafurahia. Uwanja sasa umelipuka kwa shangwe. Ni mwamba Lusaka, Triple C the wonderful boy. Hahitaji dakika nyingi Hassan Dirunga kukuonesha kwamba ni mchezaji wa kiwango gani, na the brain ama akili Triple C Clatous Chota Chama anafanya receiving bora kabisa katika 18, anampindua mmoja na kumchagulia Masabera mpira kwa kwenda, anatanua uongozi kwa upande wa Simba. Ni kama analipa kisasi vile kwa kile ambacho alikifanya Levi Mwanawasa. Sisi ni soka, burudani inaendelea.